majina naitwa Joakim Peter Kimanza, ni askofu na mwangalizi wa makanisa ya Jesus Power Miracle Church. Lakini katika wito na huduma mimi ni apostle pia, kwa maana ya kazi ninayoifanya. Nishukuru kwanza kwa nafasi hii kupata fursa tena kusema na Watanzania kwa namna moja au nyingine. Sisi kama viongozi wa dini na madhehebu tofauti, kipindi hiki tulicho nacho cha Disemba, mwezi huu wa 12, ni season nzuri sana kwetu sisi wa Kristo, kwa maana kwamba ni wakati mzuri wa baraka. Ndio wakati pekee ambao huwa tunahitimisha mambo mengi ya kiroho na kimwili. Kwa mfano, sikukuu ya Krismasi ni sikukuu yetu ya kusherekea kidunia, lakini pia kwa Wakristo na si Wakristo peke yao, mpaka na jamii ya watu wengine, hata wapagani. Sikukuu kama hii huwa wanaiheshimu sana, kama ni sikukuu ya kusherekea kwa furaha na watu wote. Mimi kama kiongozi mwangalizi wa makanisa, lakini pia ni rais wa Baraza la Mitume na Manabii Tanzania, nataka niwashirikishe watumishi wote wa Mungu na marafiki kwamba Krismasi ni siku ambayo tunasherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo. Maana yake ni siku ya amani, ni siku ya furaha, ni siku pia ya kuweka rekodi zingine endelevu hata tunapokwenda kubadilisha mwaka kuingia mwaka mwingine. Huwa ni siku ambazo tunazijenga katika mafungu mazuri ya maadili na hekima na upendo kwa kila mmoja. Kwa hiyo niweze tu kusema wote ambao tumepata nafasi ya kushiriki katika madhehebu na sehemu tofauti, iwe kwenye jamii hata kwa serikali, tupokee sherehe hii kwa namna nzuri. Nimeona hata ndugu zetu, mashehe, marafiki zetu ambao tunashare vitu vingi kitaifa, wameongelea jambo hili vizuri, wameheshimu kanuni zetu na pia wametuunga mkono pia kwamba watasherekea pamoja na sisi. Kwa hiyo kwa kweli sikukuu hii imezidi udhehebu, lakini inataka kwanza amani pia katika taifa. Mimi napenda kuongelea amani kwa sababu ni mmoja wa wadau katika amani ya nchi hii. Kwa hiyo kama Joakim Peter Kimanza, najua sisi ambao angalau ni generation tunatambulika kwamba tuna vyeo vya kiimani, vya kidini, kimadhehebu, lakini bado ni vijana. Niwahamasishe vijana wenzangu wote wa taifa hili, hebu tusherekeeni, kwa sababu hii ni sehemu ya Mungu, sio sehemu tena ya siasa wala watu wengine au sehemu ya mtu. Hii ni sehemu ya Mungu, ni sherehe za Mungu ambazo huwa tunazishiriki kwa amani bila kuwa na tatizo wala fujo ya aina yoyote.